mshanzi wewe. Tena kesana chini. Sebrama. Mkia masharishara kesana chama manje twanya mali. Unaibeba tena hapo utakuwa mshanzi wewe. Unaona sasa. Sura mimi nisio wewe. Akwandika pale. Wewe. Sasa mimi nisio Mungu boye. Mama na naacha kitoro. Kama nini ngana yetu pesa. Anapote mobile. Dina lobia. Wala sio beta mshikada. Wala sio. Abete. Abete tena. Komentateur. Agibisa bango. Ona sema kika kanjala oyo. Bakika kawa. Bakiti next baba zo. Okay, deso. Kota batano. Kota kididi ogene. Kididi kuna kote na bino. Yeko chanzo hela. Sasa mtaka sasa mamuro dinga mwana kuboksa ile pale. Kama wakata habari ya mwisho kufa pembe. Pesa la pesa. Siapa tunakufa bure Aisha mie naisha. Sio kamata box ile mtaka sasa. Mamuro dinga mwana box ile pale. Kama wakata habari ya mwisho kufa pembe. Pesa la pesa. Ai Mungu kesho population yote ya Beni, bajene yote ya Beni wenyewe liko wanatufuata saa hii mwa hii kikao yetu ya hapa kustadi ya Kibango. Tumedeside kama kesho lundi le 15 juin na 6h tunakutanana hapa Kibango. Kaka tukua na ndeni haiko infraction, tukua na mkuki haiko makosa. Sio wengine mashone tuko na desire kama tutakia kwa moto aye. Kesho 6h destination Kibidiwe. Kesho anaenda kufundisha kupiga masasi, hatutarudia kama vile tunaenda tafuta ule adui mwenye kuna tusumbua. Kesho 6h mwenyewe hakujua hakuye hapa, na mwenyewe alikuwa nakula hembe haiko hapa Surai Malerisma. Kesho kila mtu mwenye kuna tufuata na tukuta hapa Kibango, tunaenda na 6h. Wengine wenye watelala wenye kwa tayari kulala na wako tayari kuenda sai, yanaenda sai tuna waingi. Kesho tunajifunza kule na tunabakia hapo. Ile c'est clair. Kesho 6h Kibango, destination Kididiwe. Est-ce que pas besi hapa tufungia njia? Hakuna mwenye atatufungia njia. Mwenye atatufungia njia atakuwa considéré ça adui, na ule ndio atakuwa traité au même titre que adui. Kesho 6h hapo, na kila mtu akie na mpango, kia na mkuki, kia na nderi, kia na vitu yako. Mwenyewe hana hapo hapa. Ile ni message. Yes, karibu tena ndani ya Media Bukavu TV kwa muda wetu habari wa asubuhi saa 1 kamili kuwapasha. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Leo tuna mengi ya kuwatangazia katika habari zetu za asubuhi ya leo, na kuuliza tayari yamuka vipi mashabiki zangu kutokea ndani ya upande yote ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia Media Bukavu TV kwa majina naitwa Nelson. Katika muda wetu habari huyu, kama hujai subscribe, like, comment na kusubscribe kupitia Media habari kwa mara. Leo tunakuja kuwatangazia yote yanayopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika sekta tofauti ya mapigano kwa sasa. Mashabiki zangu kutokea ndani nchini Kenya, nchini Kongo, kutokea huko Canada, eneo tofauti kutokea ndani ya Lubumbashi, ndani ya Manyema, kutoka Kindu mara moja, Kalemi, Siri Kivu na upande wa Nord Kivu, Kinshasa mara kwa moja, Kasai Oriental na katika sehemu zingine tofauti. Kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment. Na mashabiki zangu kutokea ndani huko Ulayani, madiaspora, tunawashukuru zaidi kwa pamoja na sisi kuanza na kila mara mkiwa natupongeza mara kwa mara kupitia Media Bukavu TV huko Amerika, Canada, Australia, Norvege na katika eneo zingine tofauti. Kwa sasa leo tuna mengi ya kuwatangazia kupitia yote yanayopitikana ndani ya uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa sitaki kuwakalisha ama ni watoshe, kwa sasa inabidi tufungue
tufungue peji zetu za habari za leo. Leo tunaletea habari kutokea ndani ya ulayani Minembwe. Kumbuka tunaendelea kuambia mapambano yameendelea kuzuka zaidi katika Minembwe na katika vijiji tofauti. Kumbuka tangu mapigano yalikuwa tarehe 10, kwa sasa jeshi la FARDC linaendelea kuadvance muno zaidi. Hawataki kurudia nyuma kwa sasa. Kwa sasa katika mapigano yalikuwa jana tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 katika ndani ulayani huko Kalingi, Bidegu, Kakenge na eneo ya Rugezi. Huko mapambano yalikuwa yamewaka moto zaidi katika ulayani huko ndani ya sehemu ya Minembwe. Lakini katika mashambulizi haya yalikuwa katika seta hili, lakini mashambulizi yenye yalikuwa katika eneo ya hapo Bidegu, eneo ya Kalingi ilikuwa ni mapigano moto zaidi, lakini mambo mengine yalikuja kuwaka moto. Nitakuja kuwaleta mara moja katika seta zingine. Mapigano yalikuwa na waka zaidi katika eneo ya Rugezi tangu jana, lakini mapambano ilikuwa katika seta hili ilionekana mziko zaidi mpaka jeshi la waasi na M23 walipambana kabisa muno zaidi. Na kama unavyonisikiliza kwa sasa, sikiliza haya nenda kuwatangazia. Tafadhali angalia katika habari zaidi. Mapambano yalikuwa katika eneo ya Kalingi. Mashambulizi yaliwaka zaidi kwa sababu FARDC na wanajeshi wa wazalendo na wahasi wa Twirwaneho walishambuliana mapigano yalizuka mno katika ndani ya mto inayoitwa Ruigo. Mto wa Ruiko ilikuwa na mambo mengi katika eneo ya uko Kalingi kuelekea Bidegu. Mashambulizi yalikuwa moto hapo, kwa sababu hapo kuliwaka moto zaidi, kwa sababu wanajeshi wa FARDC na wanajeshi wa M23 na Twirwaneho walishambuliana mno zaidi. Lakini katika taarifa zingine ninawaletea hili, ni wampashe habari eneo inayoitwa Nyangezi, wanajeshi wa M23 walitoka kwa wingi zaidi kujielekeza katika eneo ya uko sehemu ya Minembwe. Kwa sasa eneo ya Nyangezi, wanajeshi wa FARDC bado hawajaingia katika seta hili. Katika habari zetu ninaendelea kuwachambulia moja kwa moja. Ndakuja kuwapasha habari zingine kutokea ndani ya Walikale, mapigano nako imechukua moto zaidi, kwa sababu kumbuka Minembwe hatutaji kusema, kwa sababu Minembwe mapigano imekuwa moto zaidi katika seta tofauti za Minembwe. FARDC imekataa kurudi nyuma, inaendelea kuavance, lakini wanajeshi wa Twirwaneho wengi wamekimbilia huko Mwenga. Kwa sasa wote wamekimbilia Mwenga na wengine wamebaki ndani ya Centreville ya Minembwe. Kwa sasa haya viongozi wa moja mliona, niliwatangazia viongozi wa moja wa waasi wa Twirwaneho wamekataa kuachilia, kwa sababu wanaendelea kurekipere wa vijana katika eneo yote, waendelee kuingia katika mapigano. Lakini katika taarifa yenye iko mara moja, serikali ya FARDC na wazalendo wamefunga njia zote. Kwa sasa waasi pamoja na Twirwaneho wamekosa njia ya kupita wakuje kujisalimisha, wengine wamekosa njia ya kupita waende kuwaelekea tena huko milimani huko Mwenga. Lakini katika taarifa letu tuwarudishe huko upande wa North Kivu, upande ya huko ndani ya Walikale huko ulayani Luhola na Bugola, mapigano tena yamezuka upande la jeshi la M23 tarehe 13, ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Mapigano yalikuwa katika seta hili, ilikuwa ni mapigano moto zaidi. Kwa sasa wanajeshi wa wazalendo walikuwa katika eneo ya Luhola, walikimbia kabisa kupitia msafiri wa mapigano, kwa sababu wanajeshi wa M23 walikuwa wakipigana wanatumia drone zao za kivita kutokea eneo ya Buhimba, njo kwenye jeshi la M23 wanamiliki, lakini eneo inaitwa Luhola na Buhola inamilikiwa na jeshi la wazalendo na FARDC. La sasa wahasi wa M23 walikuwa kitokea katika eneo inaitwa Buhimba, wametumia madrone kushambulia katika eneo ya Luhola na Buhola kupitia madrone, na wengine walikuwa kitumia sehemu za chini, wanatembea na miguu. Na katika mashambulizi alikuwa katika seta hii ilikuwa ni moto zaidi, mpaka jeshi la wahasi walikimbiza wazalendo katika eneo ya Buhola na eneo ya Luhola. Lakini baadaye wanajeshi wa wazalendo walirudi tena nyuma tena kupambana na wahasi walikuwa wanapigana na miguu, walipigana mno mpaka jeshi la wahasi M23 wakakimbilia katika ndani ya kijiji ama ndani ya eneo inaitwa Malemo. Hizi ni mapambano ilikuwa moto zaidi sehemu ya Malemo, wanajeshi walipigana moto seta hili, lakini kwa sasa drone zimeendelea kuwaka moto katika eneo za hapo ndani
ya Walikale. Na katika ndani ya habari zingine nawaletea mara moja jeshi kwa wingi wanaendelea kuingia ndani ya eneo ya Rubaya kwa wingi zaidi. Lao wanaendelea kuwa na wasiwasi, wanajeshi wa M23 wanaendelea kuwa na wasiwasi kwa sababu wanaona mashambulizo haya yameendelea kuwaka moto kwa moto, mpaka wanajua kama mara kwa mara serikali ama FARDC na wazalendo wanaweza kurejesha tena kuanzisha mashambulizi kurejea katika eneo ya Rubaya. Lakini katika taarifa iko wanajeshi wa wazalendo na FARDC wameendelea kufunga njia sasa zote, wanaendelea mpango wao ni kuchukua Rubaya, lakini waasi nao wanasema bado Rubaya hamtaingia. Lakini kupitia taarifa ama teknolojia ya waasi wa M23 kwa sasa wameendelea kupigana. Kwa sababu gani? Unaona vita zimeendelea kuinuka katika upande wa Nord Kivu kwa sababu serikali, kumbuka serikali yote ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Ranfort ilikuwa naangalia mara moja huko Minembwe. Kwa sasa hili wazubaishe serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wazubaishe mara moja, waone kama tena huko upande wa Nord Kivu kumejaa, hili tena zile nguvu zilikuwa zinaendelea kuavance huko Minembwe zishimame kidogo, hili tena wasiwaangalie katika upande wa Nord Kivu. Ndio kama mnaona kwa sasa wanajeshi wa M23 nao tena wameamuka Nord Kivu tena kushambulia mambo ya CCLF, wameachana nayo kwa sasa, wanaendelea wameingia katika tena uwanja wa mapambano Nord Kivu, tena mashambulizi yamewaka. Lakini kupitia nini? Ni ile mwanzo mwaede kudistrill wa serikali ama viongozi vya kiserikali, lakini wanajeshi wanasema bado hakuna kurejea. Ndakuja kuwapasha habari zingine kutokea ndani ya eneo ya uko Ituri. Habari tuko nayo kwa sasa Ituri, mashambulizi ama wanajeshi wa wahasi wa ADF wameendelea kushambulia wakahaji kutokea katika eneo inaitwa Nyamabila. Nyamabila Mabombe, na katika eneo ya Masambo, na katika seta ingine inaitwa ndani ya sehemu tofauti. Tarehe ilikuwa tarehe 13, ilikuwa tarehe 13 raia population wameuawa katika eneo inaitwa Ididi. Wameuawa kwa wingi zaidi. Wahasi wa ADF wanaendelea kuua watu katika eneo inaitwa Kididiwe tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 huko Ituri. Mara moja katika eneo tena ingine Samedi tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka wa 2026 katika ulayani huko kabisa ndani ya seta ya huko Kididi, ni karibu yani ni mavoisin, lakini tena wanajeshi walirudi tena kushambulia population hapo na wakawaua. Serikali yenye iko katika eneo ya Ituri mpaka wanaendelea kulaumu. Kwa sasa mnaona gisi hao katika mapigano gisi wanaendelea kupigana. Jeshi likienda katika eneo watu raia kama tuseme hapa kwenye waliuawa jana. Jeshi walikuja gisi mnavyoona, wanajeshi walikuja kuingia hapo mbele ya kuzungumza. Ndakuja kuonesha video hii. Wameingia mara moja, wanakuja wanaangalia, lakini wanajua tayari wanajeshi hawa wa hasi M23 wako eneo fulani. Kwa sababu mbele ya kuzungumza, tufuatilie video hii gisi wapo watu wa FARDC walikuwa kiingia katika maseta, wanashindwa kufuatilia wahasi kwenye wanaenda. Wanajua kwenye wanaenda lakini hawafati. Kazi yao ni kwenda mahali wanaua, wanaangalia, wanachukua maiti hivyo, lakini kusema waende kuavance wafuatiliane nao hakuna kabisa. Watu wengi wanajiuliza wanajeshi hao wanafanya kazi gani au wanafanya kibarua gani? Fuatilia video niambie umesikia nini hapo. Siaba tunakufa bure Aisha mie naisha. Sio kamata box ile mtama sasa. Mamuro denga mwana box ile pale. Ai Mungu mnavyoangalia vizuri, hawa ni wanajeshi gisi walikuwa kifika katika sekta hili, lakini kwa sasa haya yameendelea kuweka changamoto mbele ya raia population katika maeneo tofauti. Na kama unavyonisikiliza kupitia Media Bukavu TV, endelea kusubscribe, like, comment, tuje kupatana kwa habari zetu za saa 5 na dakika 30. Nikuje kuwajuza na kuambia kwa sasa mapigano yameenda na kufika wapi. Shabiki zangu, tuende kusubscribe, like, tupartage kila sehemu popote. Bye bye.